Karibu sana mtazamaji wa JM News TV katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo. Mimi ni Shisco JR Kisarawe Finest. Leo tupo hapa Mwembe Yanga Temeke jijini Dar es Salaam. Tumekuja kufanya mahojiano na mashabiki mbalimbali. Leo tunaye bwana Madevu, mwenyewe anajiita Madevu wa klabu ya Yanga, akitaka kueleza hisia zake juu ya usajili wa mwezi Januari. Tunafahamu dirisha dogo limefunguliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 na linatarajiwa kufungwa tarehe 30 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Akitaka kuelezea sajili ambazo zimefanyika ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa. Tunafahamu Yanga mpaka sasa wameshatambulisha nyota mbalimbali kutoka nje na ndani ya Tanzania, ikiwemo Alan Okello, nyota kutokea Uganda, mchezaji ambaye aliwaka katika michuano ya CHAN. Ni mali ya wananchi, ni mali ya wanajangwani. Tunamsikiliza bwana Madevu wa Yanga akimwelezea kwa udogo Alan Okello. Bwana Madevu, mambo vipi? Bwana ndugu yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko poa kabisa? Mungu ni mwema, kumekucha. Tuko kwenye kijiwe cha Mwembe Yanga. Kwa majina anaitwa Yahya Suleiman Muhammad almaarufu Madevu wa Yanga, shabiki wa Yanga. Umemuona Alan Okello akiwa na uzi wa kijani na njano ndani ya jiji la Dar es Salaam katika miamba ya soka. Miongoni mwa klabu tajiri katika jiji la Dar es Salaam ni Yanga Africa, na imethibitishwa hiyo na Engineer Hersi. Amemshusha Alan Okello. Takwimu zake ni za kutisha zaidi. Tunafahamu kile ambacho amekifanya katika michuano ya CHAN, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo katika kikosi cha Uganda ambacho kimecheza michuano ya AFCON pale Morocco. Unamzungumziaje Alan Okello? Cha kwanza umemtaja Engineer Hersi Saidi. Ni moja ya kiongozi atakiwa aigwe sana na viongozi wa timu nyingine. Ujue mpira una njia. Ndio. Ukikosea njia ya mpira basi wewe utapata matatizo. Ndio. Mpira unataka pesa bro. Fedha inatakiwa iongee. Ndio. Umenipata? Angalia kikosi chetu kilivyoshiba wachezaji, lakini tuna kiu ya kumpata mtu kama Alan Okello. Ni one of the best. Kama yale aliyoyafanya kwenye timu yake ya Uganda, CHAN, AFCON pamoja na kwenye klabu yake ya Vipers akiyafanya Yanga. Kwenda tukawa tumepata usajili bora sana wa dirisha dogo hili. Kwa hiyo unaamini Alan Okello miongoni mwa mali muhimu sana katika dirisha dogo ambao Dar es Salaam Yanga Africa mpaka sasa wamefanya, ikiwemo Alan Okello? Mimi nina imani na yule mchezaji. Tumepata mchezaji mzuri, bado kijana, na bahati nzuri zaidi ukanda aliotoka hauna utofauti sana ukanda tuliokuwepo sisi hapa Tanzania. Kwa hiyo nina imani hata kule kuadapti mazingira hatachukua muda mrefu. Akipewa nafasi, akionyesha mazoezini, kwa sababu unajua sisi mashabiki tunasema mchezaji mzuri, lakini tukumbuke pale kuna benchi la ufundi, kuna walimu. Mwalimu yeye ana plani, anampanga mtu kutokana atakapomuona mazoezini. Sasa akimshawishi mwalimu mazoezini vizuri, akiingia kwenye mifumo mwalimu basi anacheza. Tuna imani mchezaji mzuri, dirisha dogo tumepata mchezaji mzuri, anaweza akatusaidia chochote kitu, kwa sababu sisi usajili wetu haulengi tena hapa ndani. Ukiangalia sasa hivi sisi tuko kwenye kundi gumu sana Afrika. Ukiangalia sisi tuna wamanga pale watatu. Si mchezo, sio wenzetu huku upande wa pili wamepewa watoto wanarukaruka mpaka sasa hivi pointi hawana. Ukiangalia lile kundi la upande wa pili wenzetu, mimi unitoe sasa hivi na pointi, sina hata pointi, nipele kundi mimi naondoka pale naenda robo. Umemzungumzia Alan Okello kwamba ni mali, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao mlianza nao msimu kama Andre Bob Boyeli, mchezaji ambaye mpaka sasa kwamba hana namba, na vile vile taarifa ambazo za chini zilizokuwepo ameondoka ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa. Lakini Yanga wanahusishwa na mchezaji kutokea Angola, Depu. Je, unazungumziaje bwana Depu akija kuungana na Prince Mpumalelo Dube, mwana mfalme kutokea Zimbabwe? Kwa upande wa Depu tetesi nimesikia, lakini mimi mara nyingi kwenye mpira kama mtu sijamuona, sijamfuatilia, napenda kwanza afike kwenye eneo la tukio alafu nimuone. Ujue sisi wa Tanzania tuna shida moja, tunawapa sana promo wachezaji wanaotoka nje ya mipaka ya nchi yetu, lakini wanapokuja hapa mazingira wakati mwingine na wakataa, wengine uwezo wao tunauona ni mdogo.
Kwa hiyo kama anaondoka Boyeli Bobwa, anaingia huyo Depo, ngoja kwanza afike, atapewa time, tutamuona. Akifika tutamwambia bwana, kweli huyu tumelamba dume au mtaka kusubiriwa. Alafu kitu kingine kwenye mpira, mchezaji anaweza kaanza kwa tempo ya chini, ukasema hamna mchezaji huyu, lakini kadri unavyompa muda na nafasi anakuonyesha kitu. Wamekuja wachezaji wengi, kama mfano kwenye klabu yangu ya Yanga, mfano Stefan Aziki alianza chini sana, wote tunakumbuka Aziz Ki, mpaka tunacheza ile finali na USM Alger. Sisi mashabiki tulikuwa tunalia, kwa nini Injinia asivunjie mkataba ule waondoke? Anapolwa mpira miguuni, anafanya vitu, lakini mwisho wa siku Aziz Ki akaja kama mchezaji mkubwa ndani ya Yanga. Kwa hiyo wachezaji wengine wanahitaji muda waonyeshe kitu walichokuwa nacho. Mwingine anafika hapa mazingira, hali ya hewa, vyakula, nini, hajazoea. Unakuta ile pressure kishamvaa, anakuwa ni mchezaji wa kawaida, lakini kadri anapozidi kuzoea kwa mazingira na wachezaji wenzake na kwenye timu, kwa sababu kila timu ina mfumo wake. Mfano umetoka timu inacheza labda direct football, unakuja hii inacheza position football, au unakuja kwenye timu hii ni counter, wanakaa nyuma wanapiga counter, lazima kuna utofauti wa mambo kama hayo. Kwa hiyo mimi nataka huyo kwanza, huyo Depo ni aje tumuone, tuseme kwamba bwana huyu kweli ni mbadala sahihi wa huyu Boyeli aliondoka. Lakini kwa sasa hivi siwezi kumwaga sifa kwa sababu mchezaji sijamfuatilia kiundani zaidi na sijaangalia klabu alikuwa anacheza, je, alikuwa anapata good time ya kucheza, alikuwa anacheza labda msimu mechi ngapi. Hivyo vitu vyote vya kufuatilia ili ujue mchezaji ana uwezo gani, lakini akifika tutaangalia kwamba huyu tumepata mchezaji au huyu bado ni wa kawaida. Tunamfahamu Damaro Kamara, tumemshuhudia ndani ya kikosi cha Singida. Unahisi kwamba ana kitu cha anaenda kuongeza kitu ndani ya kikosi chake? Nikianzia kwenye swali lako la kwanza ulivyouliza, kumkompea Damaro Kamara na Khalid Aucho, kwanza ni makosa kimpira. Ndio. Kwa sababu dakta wa mpira Khalid Aucho alishakaribia misimu mitatu ndani ya Yanga, mpaka minne na karibia. Kwa hiyo tayari kuna kitu kishakionyesha. Huyu ndio bado anafika. Kwa hiyo huwezi kuwafananisha watu ukasema tumempata basi ndio tumepata tiba sahihi. Ila ni mchezaji mzuri, tumemuona msimu miwili hapo Singida, kuna kitu anacho, na nina imani kama atapewa nafasi na mwalimu anaweza kaonesha chochote kitu. Unajua sisi klabu ya Yanga, sisi ni tofauti na vilabu vingine. Sisi tumemwacha yani Kibanga la Litombo akiwa ndio kiungo wa chini pale hatari. Anazima center half, anapiga namba 6 ya hatari mpaka wa MVP. Akaja Aucho, watu wakasema wamemwacha Bangala kaze kiungo kitayumba. Bangala pale akaondoka, Aucho pale akaja akachukua namba. Aucho kaacheza pale kaondoka vizuri tu, kaja Udamaro na tutampa muda tutamwangalia. Lakini mimi nina imani wachezaji lazima tuwape muda. Unajua viongozi wanaposajili wachezaji wanatumia gharama kubwa, tunajua. Na sisi mashabiki tunahitaji kwenye timu zetu ni furaha, hiyo tunaijua. Lakini furaha hiyo utaipata vipi kama wewe unakuwa unapeleka pressure tu kwa uongozi? Uongozi ukisikiliza mashabiki, pressure wanaoipeleka, anaweza hata mchezaji mzuri akamuona hapa, akaenda akachukua mchezaji mbovu kutokana na pressure ya mashabiki. Na huu upande wa pili kwa zetu tunaona huo ni ukweli usiofichika. Ama bwana leo anakaa kwenye media, ukiwasikiliza mashabiki 80% wa Simba, viongozi wao hawafae. Lakini uongozi wao umewapeleka finali. Uongozi huo ndio ulitawala hapa ligi misimu minne nyuma kabla ya siku tawala. Sasa unakuja kujiuliza, hapa shida ni uongozi au pressure nyie mashabiki? Waache viongozi. Tuwaache viongozi, si mashabiki wa timu zote wafanye kazi zao. Umenipata? Lakini kiongozi anaenda kuchukua mchezaji au mama mchezaji, wewe unamjua mchezaji, mpe nafasi, mpe muda aonyeshe. Tuliona sisi mashabiki wa Young Africans, alikuja hapa Elitie Makambo alivorudi mara ya pili. Alivorudi yeye alikuja na maele, ujue. Watu wote tunajua kama kuna maele. Tukawa tunashangilia mzee wa kuajaza akafanya nini? Lakini mwisho wa siku anakuja kuonekana mtu mwingine kabisa ambaye hajakuja kwa mbwembwe wala kwa nini. Anakuja kuonesha kitu kikubwa leo, anakuwa mchezaji mkubwa, anaimbwa Afrika nzima. Kila timu inamtaka. Kwa hiyo mimi nina imani kama mashabiki tutawapa viongozi wetu good time ya kufanya maamuzi yao kwa usahihi. Tutapata wachezaji waliokuwa sahihi, kwa sababu wachezaji na imani wapo, isipokuwa sisi wenyewe mashabiki wa hizo timu mbili, hususan Simba na Yanga, tunapeleka pressure kwa viongozi. Mpaka sasa viongozi wanatoka kwenye mifumo ya kuendesha vilabu, wanaingia kwenye mifumo ya mashabiki. Mshabiki anamtaka huyu, mshabiki anamtaka huyu. Mpira unaongozwa na pesa. Mpira unataka uongozi bora. Mpira unataka kila kitu kisimame kwenye njia yake. Usipoweka kwenye njia yake mpira unakukataa bro.
kwa sababu ucheze chumbani au sio draft. Kaa kule kaa huko tucheze kete, hamna. Mpira unatakiwa viongozi muwape muda, wafikirie, watafakari, wafanye maamuzi yao kama wao, ili kesho likitokea jambo mkienda bana, kiongozi mlituahidi 1 2 3 hatukioni hiki, wanatakiwa watoe majibu kwa upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yao husika. Lakini wewe kiongozi anaenda kufuata mchezaji, wewe tayari unaingia kati, yule sio mchezaji, yule sio nini. Kwa hiyo inakuwa watu watendee haki viongozi wetu, tuwape muda. Vilabu kweli hivi vya Simba na Yanga kuna muda, huyu anapanda huyu anashuka, lakini ukiangalia sasa hivi upande wa pili wenzetu huko, kama wanakumbuka tena kurudisha wazee kwenye klabu, ndugu yangu, huko unajua ndio tena maji ya jioni, huko shughuli ndio imeisha. Tupate mtazamo wako kuhusu sajili ambazo zipo tayari ndani ya kikosi cha Yanga, lakini wale ambao wanahusishwa, unaiona Yanga ya namna gani kama hizi sajili ambazo nyingine zinahusishwa zitatua ndani ya klabu ya Yanga, lakini na wale ambao waliokuwepo washasajiliwa na wale ambao wapo ndani ya kikosi cha Yanga tangia msimu unamalizika na mkiwa kileleni mwa ligi kuu ya NBC, unaona Yanga ya namna gani? Mimi nina imani na timu yangu ya Young Africans tutafanya vizuri kwa sababu kuu mbili nitakazozitaja hapa. Cha kwanza ni wachezaji wetu wale ambao ni bora, wengi tunao. Umenipata? Kwa sababu siku zote unaambiwa usajili bora ni yule uliokuwa naye, kumbakisha mchezaji wako bora. Leo mimi nina Pacome, nina Maxi, sawa? Na Dube, na Mziza kirudi, na Diara, na Jobu, na Baka. Kwa hiyo nina kikosi na kina kapteni Nondo. Kwa hiyo wale kwanza mimi ndo najivunia kina Mudathiri. Hawa sasa wanaokuja, atakayeingia pale akafanya vizuri, akamshawishi mwalimu, akachukua namba, kwa sababu hapa kuna kitu kimoja. Kuingia Yanga ni jambo moja, ila kumpokonya mchezaji anayecheza Yanga sasa hivi first 11, wewe unayekuja ujipange sana. Tumeona hapa wengine wanapiga kelele, injinia msimu huu sajili kafeli. Mimi nikawakatalia, nikamwambia hajafeli, lakini wachezaji waliokuja bado madaraja yao ukiangalia na waliokuta kwenye timu. Kwa hiyo kwenye timu sisi tunataka bado wacheze kwa sababu wana uwezo. Leo uwezo kumleta beki tu from nowhere akaja akamweka Jobu nje, akamweka Baka nje, akamweka Diara golikipa akamweka Diara nje au Msheri, lazima kuna kitu akionyeshe cha ziada. Umenipata? Huo kwanza ndio ubora wa klabu yangu ya Yanga. Jambo la pili, nina imani sisi klabu yetu ina management bora, ina utulivu kwa hali ya sasa hivi. Hicho ndio muongozo mkubwa sana wa timu yetu. Kuna mambo ya uongozi tunawaachia, kuna mambo ya mashabiki mayoyo wanachama huko wanatuachia. Ni tofauti na wenzetu. Hujui kiongozi nani, hujui shabiki nani, hujui mwekezaji nani. Kelele kila kona ukipita. Huo klabu haiendeshwi hivi. Na ndio maana sasa hivi ukiwasikiliza upande wa pili wenzetu, wao wanahangaika na mwenyekiti wao. Hatufai, lakini mwenyekiti wao kapeleka finali baada ya miaka 30 kupita. 32. Mwenyekiti huyo yeye, kuna bodi ya watendaji kwa wakurugenzi. Lazima kama mnataka kumwambia mwenyekiti wao utufai, mweke sababu zenye mashiko. Bana, usajili anaufanya nani? Bana, mfumo wetu labda wanachama umesimama wapi? Mwenyekiti anajibu. Lakini uweze ukasema tu hufai, ukawa huna sababu za kumwambia mtu hafai. Kwa hiyo mimi na imani uongozi wa klabu ya Young Africans umeangalia, unajua kujifunza jambo zuri sio kitu kibaya. Sisi tulikuwa tunapitia misukosuko, sisi tumefika. Alafu mimi nakwambia wenzetu wana bahati. Wakifikia level tuliofikia sisi 2017, 18, 18, 19 mpaka 20 tunatembeza bakuli. Yanga tunaweza tukawa bingwa mara 30 tena ikitoa hii. Ni kushukuru sana Bwana Madevu wa Yanga kwa kuelezea kwa ufundi kabisa na juu ya usajili ambao umefanyika ndani ya kikosi cha Yanga, lakini wachezaji ambao wanahusishwa ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Africa. Nikutakie asubuhi iliyokuwa njema kabisa. Inshallah. Hii ni JM News TV. Ukihitaji habari bora kabisa za michezo na zilizokuwa sahihi kabisa kwa wachambuzi na mashabiki wa soka, basi usikose kufuatilia JM News TV. Lakini tukwambie mtazamaji wa JM News TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, ili mradi kuwa
ili mradi kuweza kupata taarifa mpya kila zinapotoka ndani ya JM News TV. Mimi ni Shisco JR.